Aisha Muammar Gaddafi ni miongoni mwa wanawake waliotikisa historia ya Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati, si kwa sababu tu ya kuwa binti wa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, bali kwa msimamo wake, elimu yake na maisha yaliyojaa misukosuko ya kisiasa, vita na uhamisho. Aisha alizaliwa mwaka 1976 mjini Tripoli, Libya, katika familia iliyokuwa tayari imejikita madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 1969 yaliyoongozwa na baba yake Kanali Muammar Gaddafi. Alikuwa mtoto wa kike pekee kati ya watoto wa Gaddafi, kwa ujumla mtoto wa 5 katika familia hiyo kubwa. Tangu akiwa mdogo, Aisha Gaddafi alikulia katika mazingira ya siasa kali, ulinzi mkali na macho ya dunia yakimtazama. Tofauti na baadhi ya watoto wa viongozi waliopendelea maisha ya kifahari na kujitenga na jamii, Aisha Gaddafi alionekana mapema kuwa na hulka ya kujitokeza hadharani, kuzungumza kwa kujiamini na kusimama kwenye misingi aliyoiamini. Aisha Gaddafi alisoma sheria na kuhitimu kama mwanasheria au wakili. Elimu yake haikuwa ya jina tu. Aliingia kikamilifu katika masuala ya sheria za kimataifa, haki za binadamu na kesi za kisiasa. Umahiri wake ulimfanya atambulike haraka, hasa alipohusishwa na moja ya kesi kubwa zaidi za karne ya 21. Mwaka 2004, Aisha Gaddafi aliingia kwenye historia ya kimataifa alipokuwa sehemu ya jopo la wanasheria waliomtetea aliyekuwa rais wa Iraq, Saddam Hussein, aliyekuwa akikabiliwa na kesi baada ya uvamizi wa Marekani nchini Iraq. Hatua hiyo ilizua mjadala mkubwa duniani. Wengine walimwona kama mwanamke jasiri aliyesimama kisheria bila kuogopa shinikizo la mataifa makubwa, huku wengine wakimshutumu kwa kuwatetea viongozi waliotuhumiwa kwa ukandamizaji. Hata hivyo, kwa Aisha, hiyo ilikuwa ni misingi ya taaluma yake. Hakuna haki bila wakili, hata kwa adui wa dunia. Aisha Gaddafi hakuwa mwanasiasa rasmi wa serikali ya Libya, lakini alionekana mara nyingi akizungumza, akihutubia na kuwakilisha misimamo ya baba yake katika majukwaa mbalimbali. Alikuwa mtetezi mkubwa wa utaifa wa Libya, akipinga waziwazi kuingiliwa kwa nchi yake na mataifa ya Magharibi. Msimamo wake ulionekana wazi zaidi wakati wa mapinduzi ya Libya mwaka 2011, ambapo NATO ilianza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Gaddafi. Aisha alitokea hadharani mara kadhaa akiwa na sauti kali, akilaani mashambulizi hayo na kuyaita uvamizi haramu dhidi ya taifa huru. Alizungumza si kama binti wa rais tu, bali kama mama, mwanamke na Msomalia wa Kiafrika aliyekuwa anaona nchi yake ikisambaratishwa mbele ya macho yake. Mnamo mwaka 2011 ulikuwa mwaka wa giza sana katika maisha ya Aisha Gaddafi. Ndani ya kipindi kifupi, alikumbwa na msiba mzito uliobadilisha maisha yake milele. Katika mashambulizi ya NATO, mume wake aliuawa, watoto wake 2 wa kiume waliuawa, baba yake Muammar Gaddafi aliuawa, kaka zake 3 waliweza kuuawa. Kwa mwanamke yeyote, huu ulikuwa mzigo usiobebeka. Picha na video za Aisha akilia, akizungumza kwa uchungu na wakati mwingine akikaa kimya kwa huzuni zilisambaa duniani kote. Hapo ndipo ulimwengu ulimuona si tena kama binti wa dikteta, bali kama binadamu aliyepoteza familia yake karibu yote kwa wakati mmoja. Baada ya kuanguka kwa utawala wa Gaddafi, Aisha alilazimika kukimbilia uhamishoni, akipitia nchi kadhaa chini ya ulinzi mkali. Alikaa kwa muda nchini Algeria, ambako alijifungua mtoto wake wa mwisho akiwa bado anaomboleza vifo vya waliomtangulia. Katika uhamisho, Aisha aliendelea kuzungumza mara chache, lakini kwa uzito alisisitiza kuwa Libya iliharibiwa kwa makusudi. Mapinduzi yalitekwa na maslahi ya kigeni. Baba yake aliuawa kikatili bila haki ya kesi. Hata hivyo, aliepuka maisha ya makelele, akichagua ukimya wa heshima kuliko siasa za kelele. Leo hii Aisha Gaddafi anabaki kuwa alama ya urithi wa familia ya Gaddafi, mfano wa mwanamke aliyeelimika, jasiri na mwenye msimamo, shahidi wa namna siasa za dunia zinavyoweza kuangamiza familia nzima. Kwa wengine ni binti wa dikteta, kwa wengine ni mwanamke aliyesimama dhidi ya mataifa makubwa, kwa wengi ni mama aliyepoteza kila kitu katika vita ambavyo hakuvianzisha. Historia ya Aisha Gaddafi si hadithi ya kisiasa pekee, bali ni simulizi ya nguvu ya mwanamke, gharama ya madaraka na majeraha ya vita kwa binadamu wa kawaida. Ni historia inayofundisha kuwa nyuma ya majina makubwa ya kisiasa kuna mioyo inayoumia, familia zinazovunjika na maisha yanayobadilika milele.
Kwa taarifa zaidi, basi ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.